ulali ili usome upakie vitu. Akamwambia utajiumiza bure. Utakuwa chizi tu. Basi ukimfuata maneno yake na kweli unafika sehemu utakuwa chizi, unakuwa mjinga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana apewe sifa. Sasa mtego wa kwanza ambao huu ni maarufu sana na lazima utambue. Nataka kufundisha mitego hii, lazima ujiangalie kwamba je, mtego huu nimepona? Mtego wa kwanza kabisa ambao ndio wa kwanza duniani na ni wa kwanza pia hata kwa shetani unaitwa kiburi. 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 Kiburi nimejaribu kukitafuta tafsiri yake nzuri. Unajua asili ya kiburi ni ukweli. Asili ya kiburi ni ukweli, jinsi ulivyo, vile unavyoweza. Sasa unapofika kutazama ule ukweli kwamba mimi kwa kweli katika darasa zima mimi ndio kichwa. Hiyo ni saa hiyo saa. Mungu ambariki aliyenunua. Mungu ambariki sana. Inafanya vizuri. Basi kumbe shule inatupa kwamba ni saa 2 na dakika 10 kamili. Nafikiri ndio maana inalia. Sio vitendeshwa hivyo, sijui. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa unajua asili ya kiburi ni ukweli. Nakumbuka mimi kipindi niko darasani ninasoma masomo ya diploma ya theology. Ilifika sehemu darasani nilikuwa na madarasa sio kawaida. Sawa? Nikawa najisifu na udima na mapepa yangu nyumbani, kwa bwanangu sikizeni, baba yenu kichwa. Niko vizuri, niko bright. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana nikifeli na 70. Mimi ni 100, 90, 75, 70 nimefeli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kwa jinsi ambavyo nilikuwa ninafanya, lazima kuna hali fulani kwamba utajisikia. Maana wenzako wanafika na unakuta kuna somo moja lilipigwa na mwalimu alikuwa kutoka Marekani. Yanapoongea Kiingereza usiposikiza vizuri utasikia umepitwa na treni. Bwana atoe sifa. So ndio Kiingereza kinaonekana yes I shall. Anaminyaminya tu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ikawa ni kazi kumsikia. Sasa siku ya mtihani umetoka mtihani pale. Ikawa darasani ni mtafutano. Tumepiga mtihani, mimi baada ya dakika kama dakika 20 nimeshamaliza, nimefunika pepa yangu, nimepumzika na tafakuri jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa, alafu najaribu kutazama kuna mahali nimekosea au vipi, lakini na uhakika yani ni 100. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa wakati nakaa namna hiyo, kumbe kuna mwanafunzi mmoja amemkuta, jamani hii inafanya kazi kama nimejiuzuru. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia, sasa nimekaa pale nimetulia na tafakari kwamba je, swali la kwanza, swali la pili, la tatu mpaka yote namna gani, niko vizuri. Sasa na tafakari namna hiyo, kumbe kuna mwanafunzi kule yani hajaelewa moja mpaka mwisho. Akaja analia, ana macho makubwa hivi. Akaja kwenye meza yangu analia, mwalimu wetu si mzuri, kisha toka zake nje saa nyingi tuacha pale. Azaba je, mmeokoka kama unaiba shauri lako. Haleluya. Jamani. Nataka kujaribu wapendwa. Bwana atoe sifa. Sikia sasa. Yes. Jamaa akaja akasema kukinga na kuomba. Yes. Yaani hapa leo naona Qur'ani, sioni kitu. Nisaidie, kaambia Bwana utanipatia mteni wangu. Akasema sitoki mezani kwako mpaka unisaidie. Hapa mwalimu katoka twende rudi saa ngapi? Jamaa sasa sitoki, machozi bila soki, mkuta baba analia, sema ndugu ndio huruma. Acha ni mama wale, lakini baba akilia anatia huruma. Machozi yanatembea kwenye ndevu. Hiyo mchezo. Ni stoki. Yaani hapa naona Qur'ani tu hapa stoki mimi. Na kisha tazama darasa unakobalia relax pale niko fikiria relax. Nikaambia haraka kwanza pili nenda. Jamaa akatoka mbio, akaenda bwana, akafika pale akajaza kumwambia. Baadaye mwalimu akaja. Akakuja pale, basi nimekabidhi pepa yangu akatoka zangu nje. Sasa kuja kwenye nani sasa? Kuja kwenye matokeo. Nimekumuta 100 yangu safi. Alafu na nyongeza za mwalimu zambazi ziko pale. Excellent na kadhalika na kadhalika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa jamaa nilimsaidia akapiga 75. Mbona kazi? Jamaa anakuja sema ndugu yangu, mimi singekuwa mgeni wanani. Maana hapa ilikuwa ni aibu. Maana ilikuwa ni Qur'ani. Umenisaidia ndugu yangu. Sasa kutoka hapo jamaa kwa ananania. Kwenye group discussion lazima tukinga wewe. Sasa mimi ni mwanafunzi wa day. Sawa? Wao wako bodi. Sasa mimi nikifika ile saa 10, nimewasha pikipiki kangu naondoka. Wakanipata ndugu yetu unalinga sana. Kwa sababu masomo ya kusumbua unalinga sana. Sasa unajua kiburi huwa kinakuja hivi kwamba yaani si kiburi, sio kwamba ni bahati mbaya, kwamba ni ukweli ndivyo ulivyo. Una uwezo.
Haleluya. Bwana kwa sifa. Ni ukweli ndivyo ulivyo, wewe una pesa. Ni ukweli ndivyo ulivyo kwamba wewe una nguvu. Ni ukweli ndivyo ulivyo kwamba kweli ni mrembo. Cute. Haleluya. Bwana libarikiwe sana. Ni mrembo kwa kweli kabisa, yani kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kwa hilo hakuna anayepiga kwa kweli kwamba wewe ni mrembo, hakuna anayepiga kwamba wewe ni handsome. Kila mmoja anakubali. Ndivyo ulivyo. Sasa kazi inakuja ni kwamba lazima utambue na kuikataa hali hiyo. Ukikubali hali hiyo lazima huo mtego ukunase. Hujasema amina, sema amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Bwana apewe sifa. Sasa nikawa najisikia kwamba hao jamaa wananisumbua. Maana mimi niko vizuri. Amen. Peke yangu niko vizuri. Sasa wakanisema pale unajua unajidai. Wewe sasa kwa sababu wewe unaweza, wewe utaki kusaidia wenzako na nini? Sasa sisi tunataka uone ubaki. Kama wananitwanga, unajua ninapokutwanga mnaongea kutwanga makavu life. Nikaona baba acha nibaki. Kabaki nikawafundisha. Sasa kuna somo kama nimeelewa sana. Kasema hakuna haja ya kusomea hiki, tunaifahamu vizuri. Hapo naenda hivi naenda hivi. Sasa kumbe mbaya nilichokosea, kitabu ninachosoma ni cha Kenya. Kitabu cha mtihani ni cha Tanzania. Siku tunakutana na mtihani mzee. Ilikuwa ni ajali ya uso kwa uso. Nikapiga 37. Yenyewe kabisa 37. Yaani chuo kizima kilitikisika, sema jamani leo mtaalamu kapatikana. Nimetoka pale nikaenda na nito eti pale nikaa. Yaani najisikia vibaya, nikamfuata mkuu wa chuo. Nikamwambia mkuu wa chuo, naomba ndio alikuwa anafundisha hilo somo. Nikamwambia naomba nirudie hilo somo. Akasema hapana. Huwezi kurudia. Jitahidi tu somo la pili ufanye vizuri, unafanya sijani miwili. Nikamwambia hapana. Najua kabisa hata kama nafanya vizuri nitapiga 100, nitakuwa na 137. Na sisi kwetu nikafika 40 na kumefaulu. Sasa 137 tutakuwa nimefika. Hapana mkuu. Malengo yangu nifike mbali, siishi hapa. Sasa nisaidie ndio akasema hapana Lukinga. Nimeulida darasani. Yaani jamaa wanaonyeshana wanacheka. Wanacheka. Nikamfuata mkuu. Sasa mkuu, kama haiwezekani basi niache chuo. Akasema hapana Lukinga. Sasa kiburi huwa kinakuja kwa vile ulivyo. Ni kweli una uwezo, ni kweli ni mrembo, ni kweli una nguvu, ni kweli una kibali, lakini usishikamane navyo. Shetani kilichomponza ni kwamba alikuwa ni mrembo kupita maelezo. Kama muda unatosha tusome maandiko, kitabu cha Ezekiel sura 28 mstari wa 10 hadi 15, Isaya 14 12 hadi 15, Luka 14 18. Ezekiel 28 mstari wa 10 hadi 15. Msomaji asome haraka. Tuna maandiko. Nitasoma. Ndio. Ezekiel 28:10. Utakufa kifo cha hao wasiotailiwa kwa mikono ya wageni. Kwa maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki na yakuti, manjano na almasi, na zabarajadi, na shohamu, na yaspi, na yakuti samawi, na zumaridi, na baramani, na dhahabu kazi ya matali yako, na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukaa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nao umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza ewe kerubi ufunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako ulinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako
katika uovu wa uchuzi wako umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza. Nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hapa maandiko yanazungumza juu ya jinsi ambavyo huyu kerubi mpakwa mafuta shetani jinsi alivyokuwa. Anasema kwamba wewe ulikuwa ni kerubi mwenye kutiwa mafuta, na anasema Mungu alikuweka kwenye mlima wake mtakatifu kwamba atembee akimsifu Mungu siku zote, na zaidi sana ametembea huko na huko kati ya mawe ya moto, na alikuwa ni mkamilifu katika njia zake zote tangu alipoumbwa, na ndani yake kuna uzuri sio kwa kawaida. Na sasa ule uzuri wake aliokuwa nao ni kiukweli kabisa. Katika makerubi wote na maserafi hakuwepo aliye mzuri kama shetani. Sasa ule uzuri sasa aliokuwa nao akawa anapewa sifa. Ndio katafanya ukiwa mzuri unasifiwa. Nakumbuka enzi ya mwalimu nikiwa kijana sasa, ni handsome fulani hivi, unaona handsome fulani namna hii, unaona yani kipindi hicho ina nywele yangu imesimama afro namna hii, alafu atakuuliza vipi hiyo nywele unaweka dawa? Niambia hapana, ni Mungu tu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Nikamwambia au Somali? Niambia hapana, ni Mungu tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa hivi tumekuwa haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Sasa ule uzuri unapokuepo lazima kuna kusifiwa. Sasa shetani akawa akisifiwa kati ya malaika. Kwa hiyo katika malaika wote hakuna malaika ni mzuri kama wewe. Ndipo dhambi ya kwanza kabisa kupatikana ilikuwa ni dhambi ya kiburi. Shetani akapata kiburi kwa sababu ya uzuri wake. Maana vinanda viliumbwa ndani yake. Hakuwa anahitaji kwamba apige vinanda, bali tu akisema tuwafanye mbawa zake hivi, vinanda vinalia. Sasa alikuwa anavijulia tukifanya namna hii, inatoa sauti ile mbaya sana. Mtego mmoja mbaya sana. Chochote unachokuwa nacho kisikufanye kwamba ukajiona kwamba wewe ni zaidi, ukajiona kwamba wewe ni juu kuliko watu wengine, ukajiona kwamba unafaa kuliko watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana apewe sifa. Isaya 14 mstari wa 12. Isaya 14:12 imeandikwa, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Unaona huyo shetani nasema habari zake. Kwa kiburi jadali sana. Kama unafaulu vizuri masomo yako, endelea kumtukuza Mungu, endelea kunyenyekea. Usione kama wenzako hawafai. Nao wanatamani pia kuweza kufaulu vizuri kama unavyofaulu wewe. Wanatamani kuwa na uwezo wa kuweza kukumbuka kama unaweza kukumbuka wewe, lakini hawawezi, hawana namna. Wanapewa sifa. Kwa hiyo usifike sehemu kwamba hicho kitu kama tananya nacho, badala yake kiache kama jinsi kilivyo. Hapo kiburi chako kinaponywa. Bwana apewe sifa. Yaani siku hiyo sasa naambiwa, yaani mpaka hata mwaka wa kwanza walisikia kwamba yule jamaa ambaye huwa anapasua pepa kila siku leo kapatikana ana 37. Tumeenda naambia kwenye chakula huko, tuko kantini pale tunakula, watu wanakula huko wanacheka, kinitazama wanacheka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini nikafuga hasira zangu. Ile siku ya narudia ile pepa inayofuata nikaibumuta 100. Hapo pale mkuu wa chuo akaniuliza, "Je, unataka kurudia pepa?" Akaniambia, "Ndio, niko vizuri." Haleluya. Akanipa nilipiga 95 kwa hasira. Bwana apewe sifa. Nikapiga 95 na mmoja alipotazama kama narudia naye akarudia. Aliporudia alikuwa na 75, alipopiga akapiga 60. Jina la Bwana libarikiwe. Akaanza kumwomba mwalimu, sasa mwalimu naomba sikiwezekana basi tu usome ile ya kwanza. Kama umeshapiga ya pili tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mtego wa kiburi, mtumishi wa Bwana, usitumbukie hapo. Hakikisha kabisa unashinda mtego huu. Na tupate kabisa namna ya kushinda mtego. Maana sisi kama ndamaza mitego yote 8 kwa muda tulionao. Mtego huu ili kuweza kuupata, kutoka kwenye mtego huu wa kiburi, hakikisha kwamba siku zote usishikamane na kile ulicho nacho. Amina. Usishikamane na hicho. Amen. Kitabu cha Wafilipi ile sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 11, msomaji. Wafilipi 2 4 mpaka 11. Amina, nitasoma. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Yaani mambo yako ambayo yanakufanya kwamba uonekane kuwa uko juu, usiangalie mambo yako mwenyewe.
bali kila mtu angalie mambo ya mwingine. Bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Kama wewe unafaulu kwenye wenzako wanafeli eneo fulani, angalia kwamba Mungu linakutukuza. Tazama wenzangu, tazama wenzangu. Niko hivi na hivi, kwa nafika wanafeli, Mungu ananifanikisha. Ninakupa sifa wewe, Mungu wangu. Amina. Endelea. Mstari wa 5. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa. Kumbe kuna nia ambayo tunataka tuwe nayo ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa ndani ya nani? Ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Nia hiyo hiyo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Kule kuwa sawa na Mungu hakuona kama ni kitu cha kuambatana nacho. Ni Mungu, alikuwa ni Mungu kabisa, na ni Mungu kabisa, lakini hakuona kwamba kule kuwa sawa na Mungu kama ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Sasa ili kwamba atoke kwenye nafasi ya kiburi, ilibidi ajifanye. Amen. Yaani usiposhikamana na kile ulicho nacho, inabidi ujifanye vile usivyo, ili kwamba sikusumbue. Bwana apewe sifa. Unajua, sikiliza, kama unaimba na watu wanabarikiwa, kuna namna kufanya kujisikia hata kama hutaki, ndivyo ilivyo. Bwana apewe sifa. Bado ndivyo kama yes. Tumeshoka. Iko kabisa hiyo. Amen. Kwenye kuhubiri huku, unafika sasa unahubiri, kuna mahala kabisa kiburi kinaumbika. Kama hii mikutano tunafanya, tunaachia na hubiri huyu leo, kesho huyu, kesho huyo. Yaani kuna wakati kiburi kinakuja kabisa. Mbona shangaa mwingine anakuwa anahubiri, mkutano unakwenda ndivyo sivyo, lakini sikikamata wewe, unashangaa mambo yanakwenda sawa sawa, kila kitu kinakaa sawa sawa. Watu wanasema sasa, yani na watu wao wanaongezea, tumeshukuru Mungu. Yaani huu mkutano umekosea. Kama ungekuachia wewe siku zote, haleluya, tungekuwa mbali sana. Sikatoka pamoja. Sasa yani usipofika sehemu kwamba ukaachana na hicho kitu, kusema kwamba anayetenda haya ni Mungu, mimi ni mtumishi tu, usiposhikamana naye, kiburi lazima kikunyonge. Bado ukisikia mtego hauishiki kuwa mtego mwisho wake lazima ukunyonge. Maana mtego ni kama kitanzi. Sasa kikinasa ndani ya kitanzi, kinachofuatia ni nini? Toka miguu inakuweka hewani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akatoa namna ya utumwa akawa mfano wa mwanadamu. Yaani alitwaa. Yaani naamini kwamba Mungu hakumzuia kwamba aje hapa akiwa na namna zake za kimbingu. Haleluya. Lakini mwenyewe akasema kwamba hapana, lengo langu ni mkomboe mwanadamu. Ikabidi atwae namna ya mtumwa. Ndio. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Yaani kule kwa kama mwanadamu ilikuwa ni hali ya kushuka mno. Amen. Kutoka kwenye umungu alionao kwa katika hali ya kama mwanadamu ni hali ya kushuka mno. Lakini bado pamoja na kushuka huko hakutosheka na hapo kwamba tu ni mwanadamu. Akasema hapana, lazima Petro awe juu, lazima Yohana awe juu. Yeye akajinyenyekesha zaidi, akawa mtii. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akajinyenyekesha zaidi, akawa mtii. Jamani, sikilizeni niwaambie hivi. Yaani kila mwanadamu, mzee Kagina, kila mwanadamu ndani yake anapenda kujisikia. Hiyo ipo. Tumeumbiwa iko ndani kujisikia. Kupo kabisa. Sasa lazima ufike mahala ujinyenyekeshe, ujishushe mwenyewe. Kila mtu anapenda kutambulika kwamba yeye ni nani. Amen. Sasa lazima kujishusha. Endelea mtumishi wa Bwana. Naam, hata mauti ya msalaba. Akajinyenyekesha mpaka mauti. Naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile jina la Bwana libarikiwe sana. Kumbe ukinyenyekea mtumishi wa Bwana, kinachofuatia lazima upandishwe juu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Njia ya shetani ni kumuinua mtu, ni kwamba muangushe kwa urahisi, lakini njia ya Mungu ni mtu kushuka ili Bwana aweze kukuinua. Hujasema amina, sema amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Unaponyenyekea kupo kuinuliwa, unapojiinua kupo kuanguka. Kwa hiyo Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alinyenyekesha kama mtii, na mtii hata mauti, na sio mauti tu, mauti ya msalaba. Na kwa sababu ya mauti ya msalaba, Mungu wa mbingu na nchi akamwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina yote. Hujasema amina, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana apewe
apewe sifa. Sikiliza, ili kwamba uweze kuwa ni mama bora, mke bora, lazima nyumbani kwako unyenyekee, utakuwa mama mzuri. Lakini kama utajiinua, utakuwa mama mzuri. Kama uwe baba mzuri, lazima baba huyo unyenyekee. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi ufika sababu ukiwa ni baba basi wewe ni kichwa, hauwezi kunyenyekea, unanyenyekea. Sikiliza, uko wakati mchungaji uko jikoni, naingia mpaka jikoni, unakamata kauti kidogo na wasaidia kukata kidogo, na bado unakuwa uko baba, wanabadiliki. Utasema amina, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unyenyekevu ndio unafanya mtu kuinua. Teremka mtumishi Bwana, kaa mtumishi Bwana, kaa mtumishi Bwana. Kwa hiyo dawa ya kiburi ni kunyenyekea. Na hapa ndugu yangu, utakufanikiwa kiroho, lazima uwe mnyenyekevu. Vile ambavyo Mungu anakutumia, rudisha sifa na utukufu kwa Mungu. Mwache Mungu awe Mungu, na kwamba wewe ni chombo tu mikononi mwake. Utazidi kupaa siku kwa siku. Lakini watu wengine akitoka ameenda kuhubiri, pepo mbili zimetoka, kirudi kanisani, hata za wasema nani kama mimi, pepo mbili zimetoka, mbili